Karibu sana tena hapa kwa Mjenzi wa Nyumba. Leo kama kawaida nataka niwaonyeshe ramani ya kisasa ya nyumba ya vyumba vitatu inayofaa kwa familia. Itazame vizuri sana wewe mwenyewe hiyo ramani jinsi inavyovutia. Leo hapa kwa Mjenzi wa Nyumba nimekuletea ramani ya nyumba inayoficha bati pande tatu. Sawa? Inaficha bati pande tatu. Mwelewe ninachokisema. Sitahitaji maswali ya kitu ambacho nimekifundisha. Ukiwa mbele ya hii nyumba huoni bati. Pia ukiwa kushoto mwa hiyo nyumba huoni bati, na ukiwa kulia kwa hii nyumba huoni bati. Bati linaonekana nyuma ya nyumba na ndiko litakako mwaga maji ya mvua. Nyumba hii ina vyumba vitatu, na katika hivyo vyumba kimoja ni master bedroom. Yaani kwa Kiswahili tumezoea kuita ni chumba kikuu. Na kwenye hii master bedroom kuna kachumba kadogo kadogo ambako tunakaita dressing room. Haka kenyewe kapa mahususi kwa sababu master tunajua na choo chake ndani. Ukishatoka chooni kuna hako kachumba ambako kazi yake kubwa ndio unakoweza kuweka kabati lako la nguo, viatu. Ni kwa ukitoka kuoga unapita hapo unajipamba kabisa vizuri na uoga napendeza kabisa, umevaa mkanda nje nini, kama ni mama basi unahakisha umejipodoa vya kutosha, kisha unatoka na kuendelea na shughuli zako. Nadhani hapa mnaendelea kueleweka. Kwenye hiyo master bedroom. Na hivyo vyumba vingine viwili ni vyumba vya kawaida tu vya kulala. Pia kuna sebule moja, dining, jiko, store, choo cha wote. Yaani hii tumezoea kuita public toilet. Kuna veranda mbili. Veranda ya kwanza ni ile ya mbele ya nyumba, na veranda ya pili ni veranda ya nyuma ya nyumba. Hii ipo kwenye mlango wa kuingilia jikoni. Pia kuna corridor moja na prayer room. Hii prayer room unaweza kuitumia kwa mambo tofauti tofauti. Kwa mfano kuna maombi, kuna watu wengine ambao wanafanya kazi zinazofanana na za kwangu, wanaweza kuitumia kama ofisi, ile ofisi ya nyumbani. Pia vile vile unaweza kutumia hata kwa kulala wageni, kwa kuwa ni hiki prayer room ni jina ambalo limebatizwa, lakini ni chumba kikubwa kama vyumba vingine vya kulala. Kwa hiyo unaweza kubadilisha matumizi yako. Mimi nikawa nimeweka chumba kwa ajili ya hiyo labda kusomea hivyo, kusoma nini, kaweka ka ofisi, maombi, wewe ukaamua kubadilisha ikawa chumba cha kulala, ikawa ni nyumba yenye vyumba vinne. Hivyo tu ni maamuzi yako kwenye masuala ya matumizi. Nyumba hii imedesigniwa kwa lengo la kutumia mtu mwenye familia kubwa, tena bila kubanana. Naweza kusema nyumba hii haimfai mtu asiye na familia. Nyumba likubwa afu nakuwa huna familia bwana, nakuwa mpweke, tunakuwa single boy au single girl. Bwana, hii huwa haipendezi, sababu wakati mwingine namaliza muda mrefu vyumba vingine hujaweza kufika, kwa hiyo utakuwa unajaa tu vumbi na baridi ndani ya nyumba. Ni nyumba nzuri na yenye utofauti mkubwa na zile zilizozoeleka mitaani mwako. Ukiangalia nyumba yote ni nyumba ya kisasa sana na inavutia kutokana na jinsi ilivyodesigniwa. Hii nyumba inatumia gharama ndogo kwenye paa. Hapa mnielewe vizuri. Inatumia gharama ndogo kwenye paa. Imedesigniwa kwa ubora wa hali ya juu. Inatumia material mengi kiasi kwenye hatua za ujenzi wa chini tofauti na paa. Ikiwa wewe kiwanja chako ni kikubwa au kipato chako ni kikubwa, hii nyumba inakufaa sana kwa sababu ya wingi wa material yatakayotumika. Kwa hiyo gharama ya ujenzi zitakuwa kubwa. Kwa maana hiyo hii nyumba mpaka hapo ilipo utaanza kujenga saizi inakuhitaji uwe na milioni 19. Kwa gharama za ujenzi wa jiji la Dar es Salaam inatakiwa na milioni 19, ambayo utaanza kujenga hatua ya msingi mpaka kupiga bati mpaka kupaua. Kwa hiyo hapo zimejumlishwa gharama za material, gharama za ufundi, gharama za usafirishaji. Yaani kila kitu, kiasi kwamba ukinikabidhi bwana milioni 19 ya mjenzi wa nyumba hii hapa, naomba ni hii nyumba nikabidhiwe ikiwa imekamilika, basi inakuwa hivyo. Na inahitaji mtu aliyejipanga vizuri,
Na kama hujajipanga vizuri lakini wewe bado unaitamani hii nyumba, inatakiwa uwe na mipango ya muda mrefu, kwa maana ya kwamba utakuna jenga hatua kwa hatua, unajenga, unasimama, ukijipanga unajenga msingi, unamaliza, unasimama tena, unaanza kukusanya tena nguvu, utakuja utainua boma, utajipanga tena, si miaka mingapi nakuja na paua. Kwa hiyo utaenda nayo kwa kiwango hicho kama una pesa, kwa sababu ni kweli milioni 19 kuitaja ni kama ndogo, kwa sababu nimezoea kutaja, lakini kiuhalisia utafuta baba, jasho linaanza likatoka mpaka mwili ukaishiwa jasho na bado siweze kukamilisha. Nyumba hii inatosha kwenye kiwanja cha kuanzia mita 20 kwa mita 20 na unabakiwa na eneo dogo kwa ajili ya matumizi mengine. Hapa kuna watu wananiuliza ile eneo dogo kwa ajili ya matumizi ndio mengine ni kama yapi? Labda huwa kuna kwa ajili ya matumizi ya parking, inatakiwa tu tuna eneo la kuanikia nguo, inatakiwa uweze kuchimba mashimo ya choo, unatakiwa ukipendezewa uweze kutengeneza ka bustani, ka garden kama unavyoona kwenye hiyo nyumba. Kwa hiyo hayo tunaposema matumizi mengine ni mfano wa hayo. Mwingine anaweza katengeneza tu banda la nje, akajenga tu banda cha kufugia kuku. Mwingine akaweka tu jiko la nje au choo cha nje au tu vyumba tuwili vya kulala tu, wageni wakifika wasingie ndani walale nje. Hiyo ndio matumizi mengine utakao nawe umekufahamu. Hii nyumba ina urefu wa mita 10.8 na upana wa mita 13.5. Ukiangalia kwa haraka kwa hivi vipimo, inamaanisha kwamba hii nyumba inaweza kujengwa kwenye kiwanja cha mita 15 kwa 18. Ikiwa hivyo inaweza kujengwa, ndio itajengwa na itakaa, lakini utabakiwa na eneo dogo. Ukihitaji kujenga kwa nyumba kingine kadogo kwa nje, nafasi haitatosha. Lakini kiwanja kianzia mita 18 kwa 15 na kuendelea inatosha kabisa. Kama kiwanja chako kipo tambarare. Sasa hapa kabla sijaongelea hapa nakotaka kwenda nifanue kitu moja. Hii nyumba ukihitaji kujenga kwa tofali za kuchoma, maana huku nakoelekea naendelea kukutajia kiwango cha material atakayotumika. Ukihitaji kujenga kwa kutumia tofali za kuchoma au tofali mbichi, ndugu yangu, sijazipigia mahesabu kwa sababu kila mtu huwa anaandaa tofali za kuchoma au tofali mbichi kwa ukubwa au takao. Kwa hiyo ukipenda ila mani na nikikuuzia ila mani, basi utanitajia vipimo vya tofali zako ili niweze kupiga mahesabu ya hizo tofali zitaingia tofali ngapi. Hasa naendelea. Kama kiwanja chako kipo tambalale na unajenga msingi kwa kutumia mawe, utatumia tripu 10 za mawe. Na ikiwa utajenga msingi kwa kutumia tofali za bloko, inatumia bloko 1750 kwenye msingi na bloko 3350 kuinua boma. Jumla ya tofali zote zitakazotumika ni tofali 5085 kuanzia msingi mpaka nyumba yote inakamilika, kila kitu, hatua zote za tofali itatumia hivyo. Inatumia mifuko 26 ya sementi kwenye ujenzi wa msingi. Pia inatumia mifuko 50 ya sementi kwenye ujenzi wa boma na inatumia mifuko 20 kwenye kazi yote ya zege. Jumla ya sementi zote zitakazotumika ni mifuko 96. Inatumia nondo 45 za milimita 12 na mchanga izatakiwa tipa 4 na kokoto tipa 1. Hapa ninapozungumzia hizi tipa, nazungumzia ile tipa yenye tipa moja iwe na ujazo wa mita kubiki 6. Ndio zitatakiwa idadi hiyo ndio kutajia. Pia inatumia mbao za kenchi pisi 60, mbao za papi pisi 40 na bati za futi 10 pisi 60. Kwa hiyo hii nyumba inatumia bati pisi 60 kwa sababu paa lake ni kama nilivyokuelezea, ni la staili ya kuficha. Ila ukitaka kuweka paa la kawaida, basi bati zitakazotumika hapo ni zaidi ya bati 150. Vipimo vyote vimezingatiwa kutokana na ukubwa wa nyumba. Pia madirisha, nguzo, ngazi na ukubwa wa vyumba vipo katika vipimo vinavyokubalika kitaalamu kabisa, na hata muonekano wake wa ndani na nje ni wa kuvutia sana kama wewe mwenyewe unavyoona. Ifikie wakati tuache ujenzi wa kujenga kwa mazoea. Jitahidi kuwa wa tofauti mtaani kwako. Hata kama hauhitaji nyumba yenye mambo mengi, ubunifu ni muhimu ili iweze kuwa na tofauti mtaani kwako na nyumba nyingine katika eneo linalo kuzunguka.
Sio wote tunajenga nyumba zinazofanana, kama kila mtu anajenga nijenge kama fulani, nijenge kama fulani. Kwa mwisho wa siku zile nyumba zinafanana mtaa mzima, mnakuwa kama mmejenga nyumba za kota vile, yani sare wote. Kwamba hizi taasisi fulani, kama ni taasisi ya elimu, ni shule za walimu, basi wote mnakuwa suti sasa, wote yani mnafanana. Sasa hiyo huwa sio nzuri, Kila mmoja lazima wana design yake au kipekee. Kama umependezwa na ramani hii na unahitaji kuipata hii ramani, ipo tayari na imekidhi vigezo vyote vinavyokubalika na serikali ili kukuwezesha kupata kibali cha ujenzi kwa wale waliopo mijini. Na hii nyumba ina full budget kuanzia ujenzi wa msingi hadi paa. Ikiwa umependezewa nayo na unahitaji, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba hizo unazoziona. Ili uweze kuipata, utaipata pamoja na budget yote ya hii nyumba. Yaani nitakupatia bajeti yake kuanzia hatua ya msingi mpaka kupaua kila kitu. Pia nataka kuongeza kitu kingine. Ninachora ramani za nyumba aina zote. Ninajenga nyumba za aina zote, na paua, na pia plaster. Najenga marmal au tiles kwa lugha nyingine. Na ninafanya finishing zote kwenye nyumba. Au unaweza kusema unanikabidhi uwanja, ninakukabidhi ufunguo. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza, na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.